Karibu sana Dodoma. Asante. Dodoma ni nyumbani, kwa hiyo ukaribisho labda kwa sababu sikuwepo hapa siku 2-3, lakini ni nyumbani. Kwa hiyo asante. Kesho dhidi ya Coastal Union maandalizi yakoje kwa upande wenu? Maandalizi yanaendelea vizuri kama ambavyo unaona. Tumekuwa kwenye mfululizo wa michezo hapa na muda haujawa rafiki sana kwetu, kwa maana ya kupata muda wa kujiandaa baada ya safari nzito ya Algeria. Tumecheza mchezo uliopita dhidi ya Fontaine juzi. Jana tumeweza kufanya recovery kidogo, leo tuko hapa. Kesho tunahitaji kucheza mchezo mwingine. Kwa hiyo yes, it's very tight, lakini sio kwamba tunalalamika. Lazima tuendane na mazingira ya ufinyu wa ratiba, na yes, tuko tayari kwa ajili ya Coastal Union siku ya kesho, na tuna imani tutakuwa kwenye wakati mzuri wa kuweza kutimiza malengo. Hali ya uwanja mpaka sasa ikoje? Maana mara nyingi imekuwa ukienda kwenye viwanja vya mikoani tunasema pitch si rafiki kwa wachezaji wenu. Bado haina ubora, kwa sababu ukiangalia kitu kikubwa ambacho kinafanya pitch ichezeke vizuri ni ikiwa imekunywa maji ya kutosha. Angalia palivyo pakavu, ni pakavu sana, mpira una bounce, hauwezi ukatulia. Tunajaribu kuona kama tunaweza tukapata ushirikiano kutoka kwa wasimamizi wa uwanja kuweza kupata maji ya kutosha kabla ya mchezo. Itaweza kuifanya iwe bora zaidi ya ilivyo sasa hivi, na kuweza kutoa uwanda mpana wa kuweza kuwapa burudani mashabiki ambao watakuja siku ya kesho. Kwa hiyo tutafanya hivyo, lakini ni sehemu ambayo tumeizoea, sio sehemu ambayo ni ngeni sana kwetu kwa hali ilivyo. So tuko tayari kuweza kukabiliana na kila changamoto ambayo iko mbele yetu, lakini hatutaki iwe kikwazo kwa sisi kuweza kutimiza malengo yetu ambayo yametuleta mkoani Dodoma, ambayo ni point 3. Hali ya wachezaji kwa maana kikosi kikoje? Kikosi kiko vizuri kwa wachezaji wote ambao unawaona wako hapa, wako kwenye contention ya kuweza kuwa sehemu ya kikosi cha mchezo siku ya kesho. Kwa hiyo tuko vizuri kwa upande huo. Kuna baadhi ya wachezaji ambao hawatakuwepo kwa sababu mbalimbali za majeraha, lakini wengine wanaendelea kurecover kama ambavyo mmeweza kuona. Kwa hiyo tutaona jinsi ambavyo kesho itakuwa, kama watakuwa kwenye nafasi ya kuweza kupata nafasi au la. Ni wachezaji gani ambao pengine na hali za majeraha wanaweza kupatikana kwa siku ya kesho? Kuna baadhi ya wachezaji kama Azizi Andambwile, Captain Bakari Mwamnyeto akiwa na changamoto kidogo za kifamilia. Ni baadhi ya wachezaji ambao hawatakuwepo. Tunajua yao yuko kwenye majeraha ya muda mrefu. Jigi goalkeeper wetu 50-50 kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo hao ndio ambao tunaweza tukasema wanaweza wasipatikane siku ya kesho, lakini bado tuna muda mwingi wa kutosha wa kuweza kuassess baadhi yao, na tutaona nani ataweza kupata nafasi siku ya kesho. Hilo haliko kwenye mikono yetu, liko kwenye mikono ya wasimamizi wa uwanja ambao wao ndio wanahusika na uwanja, lakini pia na timu mwenyeji ambao ni Coastal Union. So kwa kile ambacho tayari kilishatokea hapa, naamini wameshapata funzo kwa kile ambacho kilitokea. So nategemea kwenye mchezo wetu wa kesho hakutakuwa na hilo. Kama litakuwepo tutasikitika kwa sababu tutawapa watu burudani, lakini kwa ujumla management ya uwanja, timu mwenyeji wana jukumu la kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa kwa ajili ya mchezo huo kuweza kuwa live kesho na kutokuwa na interruption ya aina yoyote. Mara nyingi michezo kama hii, baada ya timu kutoka kwenye michezo ambayo ni mikubwa especially ya kimataifa, huwa timu zinawapa nafasi wakiwemo wachezaji ambao wapati sana nafasi, lakini wachezaji ambao ni new generation, kwa maana ya wale under 20s ambao wamepandishwa. Na wewe kama meneja ni mlezi wa wachezaji wote, lakini hasa wale wadogo wanakutegemea sana. Tunaweza tukaona hapo kesho? Sasa hiyo ni kazi ya kocha, ndugu yangu. Mimi meneja. Kocha ndio anajua nani ambaye ataweza kumpa nafasi na nani ambaye anamhitaji. Ukiwa unatoka kwenye Champions League, ili uende kwenye Champions League lazima uwe bingwa wa nchi yako, si ndio? Hamna mchezo hapa mzee. Hamna mchezo, sio sehemu ya kuweza kufanya majaribio na kuwapa nafasi watu. Ni nafasi ya kuweza kutetea ubingwa wetu, lakini kuweza kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kutimiza malengo ya kuendelea kutetea taji letu. So usitegemee kitu ambacho hakiwezi kutegemewa.